Rafiki yangu mpendwa, tena nakukaribisha kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025 inazungumzia upendo na haki ya Mungu, na somo la 12 linazungumzia amri kuu mbili, upendo na haki. Lakini leo tuzungumzie amri kuu mbili ambazo ni za siku ya leo Jumapili. Lakini mpendwa, nataka nikueleweshe tu ya kwamba kwenye somo hili utajibia kwa maswali mawili makubwa. Unaposoma kwenye Mathayo 12:34 hadi 40, hapo kuna mwanasheria ambaye alikuja akamuuliza Yesu, akasema, ni amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Tutatoa jibu ambayo Yesu aliitoa, tutaigundua hapo. Na kwenye kile kitabu cha Mathayo 19:16-23, hapa kuna majibu ya Yesu kwa maswali ya kijana mtawala tajiri yanayohusiana na jibu ya Yesu kwa swali la yule mwanasheria katika Mathayo 12. Ndizo tunakuja kugundua hapa na kuangalia namna gani ya kuziweka maanani. Karibuni. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa pindi hivi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, ikiwa umekuwa mwaminifu kusoma mashairi yale ambayo nimeyatoa hapo, utaona kwamba kuna siku moja ambaye mwanasheria alikuja kwa Yesu na akamuuliza Yesu, ni amri ipi iliyo kuu kuliko amri zingine zote? Na alikuwa amejua kwamba anajua sheria zote, ni mwanasheria, anazijua. Yesu alichomwambia akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hili ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kwa nafsi yako yote. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi sheria ambazo Yesu alizionyesha mwanasheria kuwa ndizo kuu kuliko zingine zote ni kumpenda kwanza Mungu kwa moyo wetu wote na kumpenda sasa jirani jinsi tunavyojipenda. Utajiuliza, upendo unahusianaje na sheria? Ndiyo, kutii sheria kunaonekana kwa upendo tunao kwa Mungu na kwa upendo wetu kwa wanaotuzunguka. Kwa mfano kwenye Mathayo 12:37-40 na Kumbukumbu la Torati 6:5 na Walawi 19:18, yale yatakuonyesha kwa undani zaidi. Lakini anapozungumzia kumpenda Mungu, kwa sababu hapa kuna watu wengine ambao pia wanaelewa hapo vibaya. Watu wengine wanasema hiyo Sabato imekwisha, amri ambazo Yesu amezitoa tu ni mbili, ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Na hapo anasema zingine sheria zote zimekwisha. Kwa hivyo hao watu nawaambia hivi, je, ikiwa unampenda jirani, je, unaweza kuzini na mtoto wake? Unaweza kumbaka? Kwa nini? Kwa sababu amri ya kuzini ipo katika hiyo kumpenda jirani. Ukipenda jirani mfanyizie kibaya. Kwa hivyo kumpenda Mungu maana yake nini? Ni kusema Mungu atakuwa ni lazima Mungu awe upendo wako pekee. Upendo wako na Mungu si ugawani na mtu mwingine, umpende zaidi ya yote. Hiyo inaambatana na amri ya kwanza. Ya pili ni maana ya kumpenda Mungu ni kwamba Mungu hahitaji wapatanishi kupokea upendo wako. La tatu, kumpenda Mungu ni kuonyesha upendo wetu kwa Mungu kwa kuheshimu jina lake. Tuliheshimu mahali pote. Tutaonekana kwamba tunampenda Mungu wakati tunaheshimu jina lake. Nitaonekana kwamba nampenda Mungu ninapojitolea kila hiyo siku ya Jumamosi kuhusiana pamoja na muumba wangu, nikikumbuka kwamba aliumba kwa siku 6 na 7 akastarehe. Kwa hivyo kumpenda Mungu ni kifupi kia amri 4 za kwanza. Na kumpenda jirani maana yake ni kwamba ni kupenda wazazi wetu wakati wote, katika hali mbaya, katika hali nzuri, wakati ni maskini na matajiri, tuwapende wazazi wetu. Na kuonyesha upendo wetu kwa kuheshimu maisha na hisia za wengine, tusizini na wale ambao ni wengine. Na kupenda jirani ni kupenda mwenzi wako na uwe mwaminifu kila wakati. Na upendo kuheshimu kile kilicho cha mwingine, huwezi kukiiba. Yale yote ni kifupi kia amri 10 za Mungu. Kwa hivi kumpenda Mungu ni amri 4 ya kwanza mpaka ya 4, na kupenda jirani kuanzia ya 5 mpaka ya 10. Hatuwezi kutamani chochote
kwa kuwa tunapenda wale watu. Kwa hivyo inaonekana kuwa rahisi kuwa mwenye haki kwa kushika barua ya sheria, lakini haki ya kweli inaonyeshwa kwa upendo. Yule mwingine aliposema mimi nimeitii sheria zingine zote, Mungu akasema basi, Yesu akamwambia gawa kile ulichonacho ukagawanyiwa maskini. Akashindwa kwa sababu hakuwapenda. Hakika ikiwa unawapenda huwezi kataa kuwafanyizia kile. Hivyo ndivyo Yesu alivyomwambia yule kijana tajiri ambaye aliamini kuwa mwenye haki. Onyesha kwa matendo upendo wako kwa wengine, toa kwa maskini na upendo wako kwa Mungu. Njoo sasa unifuate. Mungu akusaidie kumpenda hakika na kupenda wanaotuzunguka, na ionekane kwa matendo. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa kutunisha amri mbili hizi ambao ni kukupenda na kupenda jirani. Tufundishe tuweke maanani katika matendo, katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.